الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, awali ya yote nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ambaye ametuwezesha leo siku ya Ijumaa kukutana msikitini hapa, si kwa jingine, ni kwa ajili ya kumweleza, kumsifu, kumtaja, kumtakasa, kumwelewa, kumwabudu. Tupo hapa, hili tunalolifanya ni moja katika ibada. Unakaa unasikiliza kuhusu dini yako, ni ibada. Lakini tuongezee kwa yule ambaye ameghaflika, kila mmoja atie nia ya itikafu. Hata kama tukikaa kwa muda mchache, dakika 10-20, lakini tia nia kwamba uwepo wangu hapa, basi Mwenyezi Mungu ujalie uwe ni ibada, na uwepo huu nipate thawabu. Nanuia kukaa itikafu katika msikiti huu, Masjid Shamsia, na jina lake Masjid Shamsia, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innama al-a'malu binniyat. Watu wanalipwa na Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa nia. Sasa tieni nia katika matendo yenu, ndiyo maneno walioondoshwa baada ya innamal a'malu binniyat. Tieni nia katika matendo yenu ya ibada, tieni nia. Hili lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wengi ambao hawapo msikitini wakati huu na wameghafilika, wanafanya vitu ambavyo tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu na wao wajiunge na sisi siku moja. Watukufu wa Islam, ni ushukuru uongozi wa msikiti Masjidu Shamsia, msikiti wa baba yangu Mzee Salum Mintanga. Msikiti huu nakumbuka nilikuwa nikija hapo zamani wakati wa uhai wake Mzee Salim Mintanga. Tufanye baada ya hii, tufanye dua japo qul huwallahu 3 tumpelekee, kwa sababu haya ndiyo mambo yanayo kusaidia baada ya wewe kuondoka katika dunia hii. Pamoja na kuwa thawabu wanapata tu watu wakiingia kuswali na kutoka, lakini kule kumtaja nako kuna faida zake kwa aliyeanzisha jambo fulani. Ni ushukuru uongozi kwa kunikaribisha leo hapa na kuzungumza na nyinyi. Lakini kuwezeshwa kwa jambo kama hili linahitaji kuungwa mkono, kufikisha ujumbe katika jamii, ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo tumeghafilika sana sisi
kama wanajamii, sisi kama Waislamu kuchangia katika vitu kama hivi. Msikitini hapa mtu anaweza kuja akawasha feni, akawasha taa, akatoa shati lake, akalala usingizi, raha zote anazozipata, lakini akaondoka, asitoe hata shilingi 1000 akaweka pale kwa ajili ya huduma zinazoendeshwa hapa. Tumeghaflika hivyo. Anadhani kwamba yuko mtu huyo ndio anayeyafanya haya. Kwa hiyo mimi kazi yangu kuja kuvua shati, jasho likauke, nipate usingizi, nione raha, niende zangu. Lakini yuko mtu wa huduma na mimi wa kuhudumiwa. Wako watu namna hiyo ndani ya jamii. Watu hawa ni wa kuhurumiwa. Tuwahurumie watu wenye mawazo ya namna hii. Tuwahurumie watu wenye tabia za namna hiyo, kwamba wao wahudumiwe wao tu, walicho nacho wao hawako tayari kuchangia huduma. Kitu kibaya sana katika maisha. Ni uombe uongozi wa msikiti huu, elimu hii lazima itolewe. Mheshimiwa Imamu, elimu ya kuchangia lazima itolewe, watu waijue, kama vile elimu ya kujitolea. Ukimwambia mtu hebu jitolee, Allahu Akbar, usipoangalia unaweza na matusi ukayapata, lakini anakutukana kwa sababu hajui maana ya kujitolea. Kujitolea ni jambo kubwa sana, na huwezi kufikia lengo kama hujaanza na kujitolea katika maisha yako. Vijana wanaomaliza vyuo vikuu wanafeli. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kujitolea na hawajajua maana ya kujitolea ni nini. Samii yuko tayari akacheze keram, yuko tayari akacheze dhumna, yuko tayari akacheze mpira, yuko tayari akae kama wanavyoita jobless, lakini hayuko tayari kujitolea. Kwa nini? Kwa sababu hajapata maarifa ya kujitolea, faida zake nini. Watu wote walianza katika kujitolea. Ukichukua viongozi wa siasa walianza na kujitolea, hatimaye wakapanda juu kabisa kwa sababu walijitolea katika kutoa huduma katika jamii. Umemaliza chuo, wewe ni mzuri katika hisabu, njoo msikitini hapa, mwambie imamu, kana uongozi wa msikiti. Msikiti una vijana wadogo, msikiti una madrasa. Mimi nataka nijitolee hapa msikitini, halafu uone Mwenyezi Mungu atakavyokulipa. Waman yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Kujitolea ni kumkopesha Mwenyezi Mungu. Nani ambaye yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu ili amlipe malipo makubwa asiyotarajia? Nani yuko tayari? Qardan hasanan. Kijana huyu akija msikitini akajitolea, mimi sitaki mnilipe chochote, ninajitolea, akakusanya vijana wa waumini wanaoswali msikitini hapa, akawafundisha hesabu tu, akawafanya wafaulu katika mitihani yao kupitia kujitolea kwake kufundisha hesabu. Lisali moja, saa 1:30 anaondoka zake kila siku, na hii haimnyimi kwenda kufanya shughuli zake nyingine. Katika masaa 24 ukatoa lisali 1:30 kama wanavyosema watu,
Wallahi, Mwenyezi Mungu huwa anayageuza mambo. Watu wote wa msikitini hapa watamtazama kijana huyu bila ya kuwaambia. Imamu wa msikiti hatakubali, uongozi wa msikiti hautakubali kumwacha huyu kijana akijitolea siku zote. Iko siku sasa Mwenyezi Mungu atasema, sasa ninakulipa. Ulinikopesha, sasa ninakulipa. Hii ni elimu, Mheshimiwa Imamu, mzee wangu, mzee Mintanga, kwa sababu elimu kwanza. Tunafeli sisi jamii hasa ya Waislamu, hatunaga kupeana elimu katika baadhi ya mambo. Hakuna elimu katika familia, na hasa sasa hivi hakai baba na watoto wake akawapa elimu ya maisha. Hakai mama na mtoto wake akampa elimu ya maisha. Hivyo vitu vimepotea. Ndio maana tunahangaika. Tuko wengi, lakini uwingi wetu kaghuthaa saili, kama vile maji ya mafuriko yanatoka huko yanakwenda huko, halafu kazi yake kubeba mizoga, yanapeleka baharini. Inajitolea kuwa ni daraja la kufikisha elimu ya dini, elimu ambayo watu wengi hawaipi umuhimu katika maisha, na kwa kuto kuipa muhimu elimu ya dini, ndio maana dunia haikaliki. Dunia inakalika kwa elimu ya dini, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ndio elimu imejaa uadilifu, imejaa ihsani, imejaa insafu, imejaa hikma, imejaa maarufu, imejaa kusamehe. Ndiko wanako, hicho ndicho kinachopatikana katika elimu ya dini. Msingi wake al-adala, uadilifu. Kwa hiyo wewe hata ukitengeneza taasisi yoyote duniani kwa ajili ya kuendesha mambo, ikikosa uadilifu, ikikosa insafu, ikikosa rahma, ikikosa huruma, hiyo taasisi haifai, huo mfumo haufai. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, inna dina inda Allahi al-Islam. Inna dina, dini, inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu nini? Al-Islam. Kataja Uislamu peke yake, hakutaja imani pale, wala hakuweka ihsan, kwa sababu dini nguzo zake ni tatu. Nguzo za dini ni tatu. Kwanza al-Islam ndio alioutaja mwanzo, halafu al-iman, imani, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yale mambo matano, jumla yako mambo sita katika imani. Huyu mtu lazima awe nayo, awe na Islam, awe na iman, halafu nguzo ya tatu awe na ihsan. Ihsani ndio imepotea duniani, hatimaye dunia leo haikaliki. Mtu akiwa mkubwa basi anatosheka na ukubwa wake, hawaangalii wadogo kwa namna zao walivyo, na wala ule ukubwa aliokuwa nao hajui kwamba huu nimepewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwaendesha hawa wadogo. Kwa hiyo natakiwa niwe na ihsan, natakiwa niwe na huruma, natakiwa nisiwe na kiburi, natakiwa. Hatimaye dunia inakwenda mrama.
Mtu yuko tayari arushe bomu popote likaue watu. Viumbe wa Mungu wale, wewe lini ulikuwa na programu ya kuumba watu, ukatengeneza watu ukawaweka duniani? Lini ulikuwa wewe? Hiyo taasisi yako lini ilikaa kikao ikaunda utaratibu wa kuweka watu duniani? Lini? Hakuna. Kwa hiyo hawa waliopo duniani hawa ni viumbe, yuko anayehusika na kuwaweka hawa. Lazima uwe na huruma nao, lazima uwe na insafu nao, lazima uwe mwadilifu ukiwa kiongozi. Hayo huwezi ukayapata nje ya dini. Leo mtu ana wahaka tu, ana haraka tu, kila kilichoko mbele ya uso wake anataka kiwe cha kwake, hata kama cha moto, kwa sababu ile nguzo imanun bil qadar. Leo subira haipo, vijana wamejawa na haraka. Vijana wanaona hata cha mtu ni cha kwake, muda wa kuwa amekitia mkononi, uwezo anao wa kukitia mkononi ni cha kwake. Haraka, lakini hatimaye hawafiki. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa qadarun, mpango wa Mungu. Sasa wewe kama muumini unaamini kwamba kuna mpango wa Mungu na kuna mpango wako. Mpango wako uko chini ya mpango wa Mungu. Unachokipata na unachokikosa utakuwa katika utulivu wa nafsi yako, sababu unajua yuko anaipanga. Imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, khairul qadar wa sharrul qadar. Baya limekukuta, unasema linatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huu ni mtihani. Zuri limekukuta, unasema limetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huu ni mtihani pia. Balaa unatakiwa usubiri, neema unatakiwa ushukuru, vyote katika mipaka. Shukurani ni kitu gani? Kusubiri ni kitu gani? Vyote vimeelezwa na dini. Jukwaa hili kwa ajili ya kufikisha elimu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili dunia itulie, watu watulie, nafsi zitulie, wasiwe na mihemko. Kwa hiyo lazima tuishukuru. Sasa tusiishie kushukuru tu, kushukuru kwake ndio kama hivi tunakuja kuiunga mkono katika programu zake, kwa sababu makamera tu haya, bila ya kupatikana watu ambao wakafikisha hizo mada, kamera hii itakuwa sawa sawa na kamera nyingine yoyote ambayo iko duniani. Lakini kamera hii mbele kukiwa na mtu ambaye anamueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamera hii itakuwa iko tofauti kabisa na kamera nyingine. Sasa sisi tunakuja kutoa mada, kuunga mkono, na nyinyi wasikilizaji, watazamaji, iungeni mkono kwa kuisaidia. Na misaada iko mingi tu, waulizeni wenyewe mna shida gani, mnataka msaada gani, ili hili jukwaa liendelee kufanya kazi vizuri. Inahitaji msaada, na wakulisaidia hili ni nyinyi waumini, kwa sababu ndio mnaijua faida na thamani ya ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi mada yangu ilikuwa ni ndoa na talaka, ndoa na talaka katika saumu.
ndoa na talaka katika saumu. Saumu inatupaje ndoa na talaka? Pamoja na kuwa kuna na mengine mengi yanapatikana katika saumu. Hiyo ndio ilikuwa mada yangu. Sasa kwa kuwa muda hautoshi, ukizungumzia ndoa ni kitu kipana sana, ukizungumzia talaka ni kitu kipana sana. Nitakachokifanya hapa ni kuwapa mwito. Ndugu zangu, tunaoa kwa mazoea, tunaacha kwa mazoea. Tunaoa kwa mazoea na tunaacha kwa mazoea. Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali amekuja na slogan yake, anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Maisha ya mazoea ndio yale ambayo unakuja msikitini, unavua shati, unapigwa na feni, kisha unaondoka, wala huulizi wala hujihusishi na gharama za uendeshaji msikitini. Mwenyewe ufikiri, na hata ukiambiwa jamani kuna mchango hapa wa umeme, wewe ndio kwanza unanyanyua shati lako lile ulikuwa umelivua umeliweka, unavaa sasa, wewe unaondoka kama sio wewe uliokuwa ukaambiwa. Mazoea. Tunaoa kwa mazoea. Kuoa maana yake nini? Ukimuona msichana amekupendeza, basi unamwambia nimekupenda, na yeye anasema nimekupenda. Mnaondoka zenu, mnafika kwa wazazi wake, kinatolewa mahari, mmemaliza. Siku anakuja shekhe, uzawijuka wa ankahtuka bima amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsanin, uzawijuka kama amara Allahu ta'ala, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Baada ya hapo mmemaliza, unapigwa mpunga pale, wali watu wanakula, dufu ziko wapi zinapigwa, gari iko wapi, umechukua mkeo nyumbani. Hujui hata namna ya kukaa na yule mke, hujui hiki nilichokifanya hapa ni kitu gani, kile ulichokifanya pale ni nini. Wanawachuoni wa fiqh wanasema an-nikah, ndoa ni aqdun, ni mkataba. Hivi nani ameingia mkataba bila ya kwenda kwa mwanasheria miongoni mwetu hapa, bila ya kuusoma? Nani miongoni mwetu anaingia mkataba bila ya kuusoma? Ndio maisha ya kawaida hayo, kurudisha uhai wa akili, kuchemsha akili, kuirudisha katika uhai wake ule uwepo. Nani miongoni mwetu leo anaingia mkataba kafumba macho? Tunatakiwa tusome mikataba ya ndoa. Mkataba wa ndoa huwezi ukausoma siku moja hapa. Unapotaka kuoa, jiandae sasa kwenda kuisoma ndoa. Aqdun ni mkataba. Yatadhammanu ibahata wat'in bilafdhi inkahin au tazwiji. Ndoa ni mkataba, makubaliano. Katika ndoa kuna makubaliano ya aina mbili. Kuna makubaliano baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni nini? Al-imsakum bil ma'ruf, kukaa kwa wema kati yako na mke wako. Unaweka mkataba pale, ndio maana unatoa mkono na unatamka
qabiltu, nimekubali mkataba huu. Imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan, kukaa kwa wema au kuachana kwa wema. Kuna mtu mmoja aliniuliza, kukaa kwa wema wakati mimi na mke wangu, hiki kitu maarufu kwa sababu tunapendana. Baada ya kumwoa mimi na yeye nampenda, lakini katika kuacha kuna ihsani gani? Katika kuacha kunatakiwa ihsani, inakuwaje? Mbona sielewi? Kifupi, ihsani ni kumwacha vile ambavyo Mwenyezi Mungu anataka mwanamke aachwe, kwa utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka katika kumwacha mke huyo, ndio ihsani kwa lugha ya karibu. Mwenyezi Mungu anasema fatalliquhunna, waacheni hao wanawake liiddatihinna, kwa kuzingatia eda. Wa ahsul idda, talliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda, waacheni, lakini upite muda baada ya kuacha. Wasiende wakavamiana na watu wengine, wasiende kushirikiana na watu wengine baada tu ya wewe kumwacha. Kupite muda maalum uliowekwa. Halafu muda maana yake ni zama, ni wakati. Wa ahsul idda, na uzingatieni huo muda wa eda. Umemwacha tarehe ngapi, na sasa yuko huru kwa chochote tarehe ngapi? Yuko huru kuolewa na mwingine mpaka tarehe ngapi? Watu hawafanyi hayo. Mwanamke aliyeachwa hana habari na eda, na wala hazingati eda imeanza lini na wala inaisha lini. Ndio ndugu zetu, kina mama zetu, ndio ndugu zetu, watoto wetu. Hayo Mwenyezi Mungu ameyaweka kwa hikma ili kulinda mipaka ya familia. Familia hii mwisho wake huyu, kuanzia hapa huyu si wake, huyu atakwenda kule. Sio kuchanganya changanya mambo tu bila ya kuchunga taratibu hizi, mifumo hii. Dunia haiwezi kuwa na amani hata kidogo. Damu ya huyu ukampa huyu. Kama nyinyi mnaona damu sio kitu cha maana, kwa nini kuna DNA? Kwa nini ipo? DNA kaiweka nani? Ya kwako? Kaiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi familia. Huyu ni wa huyu na hawezi kuwa wa yule. Ndio sayansi inakuja inagundua, inasema kuna kitu kinaitwa DNA. Sayansi imekuja jana, Qur'ani imekuja miaka kuonyesha nidhamu ya maisha ya familia, nidhamu ya ukoo. Kwa hiyo sisi tunapodharau, ndio maana hii dunia hatuwezi kuishi vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza kwa kusema faaqim wajhaka lidini hanifa, faaqim wajhaka lidini hanifa, simama sawa sawa, jisimamishe vizuri.
hanifan, bila ya kuyumba kulia wala kushoto, katika mifumo, katika misimamo, katika shughuli, katika maelekezo ya dini. Sasa wewe leo ukaamua kufanya unavyojua mwenyewe, utaishi hovyo, utaishi hovyo, na ukiishi hovyo dunia utaiona ya uchungu, hatimaye utailaumu dunia, kumbe wa kulaumiwa ni wewe mwenyewe. Faqim wajhaka lidini hanifan, simama vyema na mafunzo ya dini na mifumo iliyoko katika dini, kwa sababu dini ndio ule mfumo wake wa maisha ndio unaoendana na maumbile ya mwanadamu. Kama vile unavyoona imetengenezwa gari, halafu kumewekwa petroli ya kuiendesha ile gari. Tia mchanga uone, haviendani. Mchanga kutia kwenye gari ili kupeleke safari yako, hutafika, na hiyo gari haitakuwa gari. Kwa hiyo na mwanadamu maisha yake ni lazima yaende na mifumo ya dini. Tuchukulie mfano saumu hii tunayofunga. Saumu inaendana maelekezo yake na mwili, kiwiliwili cha mwanadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna dina inda Allahi al-Islam, kaanza na Uislamu. Dini, mfumo wa maisha aliyoukusudia Mwenyezi Mungu ni al-Islam, Uislamu, na saumu ni katika nguzo ya Uislamu. Saumu nini? Saumu ni kuacha kula, maji na kunywa na chochote kisiingie tumboni mwako kwa masaa 13 mpaka 14. Ndio ulivyoumbwa hivyo, unatakiwa uwe hivyo mwezi mzima. Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaikumus siyam, amekulazimishieni Mwenyezi Mungu kukaa hivyo mchana wa mwezi wa Ramadhani bila ya kula, tumbo lako lisiingie chakula wala maji kwa masaa 13 mpaka 14. Ongeza mara 29 au 30 ndani ya mwezi mzima. Hii ndo dozi yako wewe. Mwili wako ndio unaweza ukaishi vizuri katika maisha yako. Halafu miezi 11, Mwenyezi Mungu anakuambia ya ayyuhalladhina amanu kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Akasema wala tusrifu, lakini usile na kunywa nje ya kiwango chako. Mwenyezi Mungu ametaja kiwango, la tusrifu, usile na kunywa nje ya kiwango chako. Ukila na kunywa nje ya kiwango chako utaishi kwa shida. Na leo watu wanakula tu, tunakula kwa mazoea, tunakunywa kwa mazoea. Angalia shida inayotukuta, magonjwa ya kila aina ya ajabu tunakutana nayo. Shida ni tumbo.
ma mala ibnu adama wi'aa sharran min batni, mwanadamu hajapata kubeba mfuko wenye shari uliojaza matatizo, hajapatapo kubeba. Sio bomu, hujabeba bomu lenye shari na wewe zaidi, hujabeba sumu yenye shari na wewe zaidi. Min batnihi, kuliko tumbo. Tumbo ndio adui yako namba moja, pale ambapo utalitumia kwa mazoea. Leo mtu mpaka ambiwe na daktari, kulu washrabu wala tusrifu, kuleni na kunyweni kwa kiwango. Miezi 11 unapokula chakula wewe, miezi 11 kinakuwa ni hazina, kinakwenda kwenye hazina ya mwili wako, kinakaa kinatengeneza vitu vingi vya kukusaidia wewe. Glucose sijui, mafuta, nishati sijui, virutubishi mbalimbali vinavyoweza kukupa wewe uwezo wa mwili wako kufanya kazi. Huyo ndio Mungu. Kula, kunywa, wala tusrifu, usifanye israfu. Lakini katika huu mwezi mmoja anasema hamna kula kabisa kwa masaa 13 mpaka 14. Kwa ajili ya nini? Hayo ni mapumziko ya huo mfuko wako unaobeba shari. Je, tunajua kwamba Ramadhani ni maintenance ya matumbo yetu, ya miili yetu? Unalijua hilo? Sasa ili ufunge Ramadhani kwa kujitambua na usifunge kwa mazoea, lazima ufike katika ilmu hiyo kwamba kumbe hii saumu nayofunga mimi ni kwa ajili ya mwili wangu mwenyewe, sio kwamba kuna fulani kuna nini. Unaingia ndani, unafunga mlango, lete chai, lete uji, lete ubaba, unaupiga, halafu unatoka, mimi nimefunga, unafuta mdomo. Unajidanganya mwenyewe kwa sababu hujui kufunga ni nini. Ungelikuwa unajua, wallahi usingefanya hayo. Kama uko ndani, uko gereji sasa, wewe mwili wako unatengenezwa, na ili ujue mwili unatengenezwa, mtafute mtaalamu wa biology, atakufundisha ndani ya mwezi mzima hatua mwili wako umeifikia baada ya kuacha kula na kunywa kwa yale masaa 13. Mada yangu ni ndoa na talaka. Talaka maana yake ni kuvunja mkataba, ndio maana ya talaka. Kuvunja mkataba ule uliuweka siku ile, unafika sasa unauvunja kwa sababu moja au nyingine. Sasa tujifunze namna ya kuvunja mikataba yetu ya ndoa. Tusivunje mikataba ya ndoa kwa mazoea, kwa sababu talaka ina vigawanyo, talaka ina mambo mengi, hatuwezi kuyaeleza hapa kwa muda huu. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana kwa muda wenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutoe katika mazoea, atuweke katika uhalisia, tuyatazame mambo katika uhalisia wake. Mwenyezi Mungu atulipe katika kila tunachokifanya katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Saumu hii iwe ni sababu ya kulipwa malipo makubwa aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu kwa mtu aliyefunga. Itengeneze viwiliwili vyetu, iwe ni sababu ya kupata afya katika maisha yetu, ili tuweze kusimamia mambo yetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.